wakati huu moja kwa moja nazungumza na Peter Madeleka, wakili wa muda mrefu, lakini ni mwanachama mwandamizi au afisa mwandamizi wa ACT Wazalendo. Na kwa nini Peter wakati huu ametangaza kwa namna yake katika mitandao ya kijamii kwamba anaachana na ACT Wazalendo na kwenda katika shughuli nyingine? Kwa nilivyosoma katika mitandao ya kijamii, anaelekeza nguvu zake katika wanaharakati. Kulikoni Peter, tangazo hili ni la heri au shari kwa ACT Wazalendo? Tangazo hili kwanza ni la heri kabisa, kwa sababu linatokana na misingi ya kikatiba. Ukienda ukasoma ibara ya 18 na ibara ya 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinatoa haki kwa Mtanzania yeyote kujiunga na chama chochote ambacho anadhani kinaweza kikamsaidia kutimiza malengo yake yoyote ambayo anayo. Kwa hiyo kama ambavyo nilikuwa na haki na uhuru wa kujiunga na ACT Wazalendo, ni haki hiyo hiyo ambayo nimeitumia pia kuondoka. Na nimeweka sababu kwamba nimeondoka kwa sababu nataka nitumie muda wangu mwingi kuweza kuungana na wapigania haki wengine, hasa katika mazingira tulionayo ya sasa, ambao tunahitaji kuwa na Tanzania yenye haki zaidi kuliko kitu kingine chochote katika historia ya nchi yetu. Kwa hiyo kuondoka kwangu ni jambo la kawaida kabisa. Maana yake ni kwamba hicho unachotaka kukipigania hakiwezekana kufanyika ACT Wazalendo? Inawezekana kinafanyika ACT Wazalendo kwa namna tofauti na ambavyo mimi nadhani mahitaji ya wakati na matarajio ya Watanzania yalivyo kwa sasa. Kwa hiyo kwa kutumia huo uhuru wa kuweza kufanya maamuzi, nimeona ni wakati sahihi kabisa kuondoka na kwenda kuungana na wadau wengine ambao wanataka Tanzania iwe ni sehemu ambako haki na tamalaki zaidi. Mbona imekuwa ghafla alafu jioni umewaeleza wenzio ACT? Sidhani kama ni ghafla wala sidhani kama ni jioni, kwa sababu muda wa kufanya maamuzi sahihi ni muda wowote. Hakuna muda maalum ambao umewekwa ambao tunasema huu ndio muda sahihi wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo pale tu ambapo mfanya maamuzi anadhani kwamba ni sahihi kufanya hayo maamuzi, anayo haki ya kufanya hayo maamuzi, madhali tu havunji sheria wala hamkwazi mtu mwingine yeyote. Kiasilia wewe ni mwanaharakati, ukarukia kwenye siasa. Nakumbuka mwezi Mei mwaka jana ndo umejiunga na ACT Wazalendo, utarekebisha hilo. Sasa unataka kufanya nini lingine jipya katika harakati zako? Unajua, mahitaji ya nyakati ndio yanaamua nini kitapaswa kufanyika kwenye jamii. Sasa ukijaribu kuangalia mazingira kwa mfano ya kisiasa ya mwaka jana mwezi Mei ambako najiunga na ACT Wazalendo, ni tofauti kabisa na mazingira ya kisiasa na mazingira mengine yote katika ustawi wa nchi yetu yalivyo kwa sasa. Unapozungumza Tanzania ya mwezi Mei mwaka 2025 ni tofauti kabisa na Tanzania ya Oktoba 2005 na siku zingine zilizofuata baada ya hapo. Sasa utaweza ukaona mahitaji ya wakati huu ni tofauti kabisa na mahitaji ya Watanzania mwezi Mei mwaka jana au mwezi Septemba au mwezi Oktoba kabla tarehe 29. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kifupi kujibu swali lako kwamba mahitaji ya Watanzania kwa sasa yanachagizwa zaidi na yale yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata na haya ambayo yanaendelea kujiri kwa kadri siku zinavyozidi kuendelea. Kwa mfano, unaona sasa hivi limeibuka wimbi la watu kadhaa mikoa mbalimbali ya Tanzania kupewa kesi za ugaidi ambao duniani haujulikani, kwa sababu ugaidi ni kosa kubwa sana ambalo ukitokea sehemu yote ile dunia nzima na jumuiya ya kimataifa lazima zielekeze macho na masikio yao kule na kuona namna gani wanaweza kutoa msaada. Sasa hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinanifanya mimi niangalie kwamba wapigania haki wameelekeza nguvu zao wapi. Na unakwenda kitu gani? Manake wewe ni mwanasheria, wakili mbobezi, bila shaka una mpango unaokuelekeza huko unakotaka kwenda katika unaharakati au kwa unakorudi. Nini hasa unaenda kukifanya moja kwa moja sasa hivi? Taaluma yangu ni kuhakikisha tu kwamba kila Mtanzania anapata elimu ya uraia, kuweza kuzifahamu haki zake, haki za kiasili, lakini haki ambazo zipo kwa mujibu wa katiba. Hizo haki anazifurahia kwa namna gani? Kwa sababu kuna propaganda nyingi ambazo zinafanyika kuweza kufanya watu waamini kwamba swala la haki ni hisani ambayo inapaswa kutoka kwa watawala, kitu ambacho mimi nadhani si sahihi. Sasa wanaopaswa kufanya kazi hiyo mimi nadhani ni wanasheria kama mimi. Na mimi kwa sababu kama ulivyosema nina uzoefu, ni mbobezi, nimefanya kazi kwa muda mrefu sana na nina historia pia ambayo imeweza kurekodi baadhi ya
mafanikio makubwa sana. Nadhani huu ni wakati sahihi, hasa katika kipindi hiki. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo tunasema, kwa mfano kwa sasa tunaandaa mashindano ya AFCON, alafu wakati huo tunasema hii nchi ina ugaidi. Watu zaidi ya 31, zaidi ya 51 wamekamatwa sasa hivi na kesi zao ziko mahakamani. Lakini wakati huo tunahubiri masuala ya 4R, kuleta taifa pamoja, tuwe na utengamano, tusikilizane, tufanye maridhiano. Maridhiano yanaweza yakafanyikaje katika mazingira kama hayo, wakati jamii kubwa ya Watanzania inalalamika huu mtindo wa kubambikizia watu kesi sio mtindo sahihi? Nitakuwa sahihi nikisema Peter Madereka amestaafu siasa? Hapana, mimi hamna mahala popote nimesema na staff siasa. Nimesema naachana na siasa za ACT Wazalendo. Ndicho nilichokiandika katika ukurasa wangu wa X, kwamba ninaachana na siasa za ACT Wazalendo na ninakwenda kuungana na wapigania haki. Sasa wapigania haki sio lazima wawe wanasiasa tu peke yao, kwa sababu swala la kuhakikisha Tanzania inakuwa ni nchi yenye haki ni swala la kila Mtanzania bila kujali anafanya nini. Awe ni mwanasiasa, ni mwanataaluma, ni mfanyabiashara, ni mkulima, ni mvuvi, au mtu mwingine yeyote yule, kwa sababu tunapokuwa na Tanzania yenye haki ndio tunaweza kujihakikishia Tanzania yenye amani, usalama na utulivu. Fumbo hilo, kwa maana kwamba unaweza ukaibukia hata Chadema nako inapiganiwa haki labda. Kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu hii inaongozwa na mfumo wa siasa za vyama vingi, na tuna vyama 19 kwa sasa hivi ambavyo vimepata usajili wa kudumu. Lakini tofauti na hapo ni kwamba tuna ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema kwamba kila mtu ana haki ya kujiunga wakati wowote, hata bila kutaja sababu, kwenye chama chochote kile ambacho anadhani yeye kinaweza kumsaidia kutimiza malengo yake. Peter Madereka, nikutakie kheri wakili, wewe nisikukate jina katika shughuli zako za wanaharakati na huko unakokwenda kufanya. Mwanzoni nilikuwa najua unaenda katika harakati kama harakati, kwa hiyo milango iko wazi, unaweza ukatokea kokote kule, hata katika chama kingine cha siasa bila shaka. Na kushukuru sana ndugu mtangazaji Sudi Mnete, lakini ninachosema tu ni kwamba siasa siasa na maisha ya mwanadamu huwezi kuvitenganisha. Yani mtu anaposema kwamba mimi sifanyi siasa, wakati kimsingi siasa ndio imetawala kwenye mwenendo mzima wa maisha ya binadamu, anakuwa anakosea. Kwa hiyo popote pale nitakapokuwa nafanya shughuli zangu, ziwe ni za kiharakati au ziwe ni za kisiasa au ziwe ni za kitaaluma, kwa maana ya taaluma ya sheria nilionayo, lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania yenye haki ambayo kila mtu anaweza akafurahia na kujiona kwamba ana sababu ya kujivunia kuwa Mtanzania. Sina hoja ya ziada, nikutakie heri huko uendako. Nakushukuru sana na asante, wakati karibu wakati mwingine. Shukran. Asante.